Karibu twende nalo. Moja kwa moja ni kwamba Rais William Ruto ametetea ruwaza inayopendekezwa na serikali ya mwaka 2060 akisema kuwa mpango huo wa kudumu wa maendeleo utajumuishwa kwenye katiba na kulindwa dhidi ya maslahi ya muda mfupi wa kisiasa. Akizungumza wakati wa ibada ya kanisani katika kaunti ya Uasin Gishu, Rais Ruto alisema kuwa mpango huo wa maendeleo ya kitaifa unaopendekezwa hautawekewa misingi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, ila badala yake utatoa mfumo unaowekewa misingi katika mfumo wa kisheria ili kuongoza mabadiliko ya kiuchumi na kijamii kwa miongo mingi humu nchini. Mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim ana mengi zaidi kuhusu taarifa hiyo. Rais William Ruto na viongozi wengine waliungana na waumini wa Kristo kwa ibada ya Jumapili katika kanisa la Kianglikana la Stevens Chepkoilel, kaunti ya Uasin Gishu. Ni hapa ambapo rais alirejelea mpango wa kubuni mfumo wa kudumu wa kuiwezesha nchi kuafikia hadhi ya taifa lililostawi. It is not going to be a conversation about leaders. It is not going to be a conversation about political parties. It is not a conversation about 2027. It is a conversation about the future of our country. Vision 2030 is coming to an end. We must have a clear vision. Rais alikariri kwamba ili mpango huo ufanikiwe na ili kuikinga dhidi ya ushawishi wa kisiasa, ipo haja ya kuungwa mkono kisheria. Ile Vision 2030 tuko naye ilifanyika kabla ya sisi kuwa na katiba mpya. Sasa tuko na katiba mpya, na hiyo katiba mpya inatupatia maelekezo ya mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kenya is dynamic and we are progressing, chasing our fellow colleagues that we started together 60 years ago. Rais alikariri haja ya mchakato jumuishi. Why anybody has a problem with us sitting together as a nation? Are you against public participation? Are you against citizens coming together? Are you underestimating the power of citizens of Kenya coming together and discussing the wealth, the prosperity, the development, the future of our country? Or is it that you have no ideas? Katika ile constitution walipitisha kipengele cha 118 inasema ya kwamba kila kitu lazima ifanyiwe public participation. So wajue ile umesema na inalingana na constitution. Waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen, aliyekuwa miongoni mwa viongozi waliohudhuria ibada hiyo pamoja na rais, alipuuzilia mbali madai aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwamba ana habari za siri kuhusu hali ya usalama nchini, akisema hayana msingi. Your Excellency, you had already posted on your Facebook very early in the morning that you are going to speak about the future of Kenya. Now someone wants to post you around and lie to the people of Kenya who may not have had a prior information as such to say that he has very special information just because he wants to appear as if he is running some clandestine security sector. Miito ya amani na uwiano pia ilishamiri kwenye ibada hiyo. Rais pia aliwahimiza magavana wa kaunti ya Elgeyo Marakwet, Nandi na Uasin Gishu kushirikiana na kuandaa kwa pamoja sherehe za maadhimisho ya sikukuu ya Mashujaa tarehe 20 mwezi Oktoba mwaka huu. Abdiaziz Hashim, Darubini, Kenya.